Yes, habari. Karibu nifunze Tech. Leo tunaendelea na somo letu la 8 la programu yetu ya Microsoft Word. Kwenye video hii tutakwenda kuzungumzia group lingine au chumba kingine ambacho kinapatikana katika tab yetu ya home au kwenye menu yetu ya home. Kwenye video ambayo ilipita nilizungumzia kuna chumba ambacho nikizungumzia chumba cha paragraph. Tukaona matumizi ya vifaa au command ambazo zinapatikana kwenye hiyo chumba. Kwenye video hii tutakwenda kuangalia chumba kingine ambacho ni chumba cha style. Sasa chukulia mfano tuna dokumenti yetu hapa. Ngoja niandae kwanza haraka. Tutaandaa hapa kwa haraka hiyo dokumenti yetu kwanza kwa haraka. Mfano tuna dokumenti yetu, mfano tufanye kitu kimoja hapa. Kwa mfano tuna dokumenti yetu hii hapa. Mfano hii ni dokumenti yetu hii hapa. Haya, tumeandaa dokumenti yetu kama hii hapa. Kwa haraka hapa nilikuwa naandaa tu haraka niweze kukuonyesha matumizi ya style, jinsi ambavyo yanafanya kazi katika uandaaji wa dokumenti katika programu yetu ya Word. Mfano kuna kitu kama hichi hapa, kama jinsi ambavyo unakiona hapa. Sasa chukulia mfano hii ni dokumenti yangu labda. Sasa nitakwenda kuongeza, tunasema ni heading. Ninapozungumzia heading nazungumzia ni vichwa vya habari, sababu kwa lazima pia kwenye document kuwe na heading. Sasa ninapozungumzia heading nazungumzia ni vichwa vya habari. Mara nyingi kuna zile heading ambazo zinakuwa ni kubwa na kuna zile ambazo zinakuwa ni ndogo. Mfano sababu tuseme labda hii ni heading ya kwanza. Mfano labda ni matumizi ya Word. Mfano labda matumizi ya Microsoft, mfano Word. Hii hapa labda ni heading ya kwanza, afu hiyo ni paragraph yako. Labda tuseme pia kuna heading ya pili. Kwa tuseme labda jinsi ya kufungua program ya Word mfano. Alafu pia kuna heading nyingine, tuseme labda hii ni tuweke pia na heading nyingine hapa kwa haraka. Tuseme labda jinsi ya kusave labda faili la Word. Alafu pia tuseme pia kuna hii paragraph nyingine na yenyewe pia tuipe heading yake. Tuseme labda hapa hii tuite tuseme labda jinsi ya kufunga program. Jinsi ya kufunga program ya Word mfano. Mpaka hapa tayari nimeshaandaa. Hii ni simple document tu. Nimeandaa kwa haraka ili niweze kuonyesha matumizi ya hiki chumba cha style au hili group la style. Sasa mara nyingi tumeshazoea kwamba kwenye document kunakuwa na heading ambayo tunasema ni vichwa vya habari. Sasa kuna vile vichwa ambavyo vinakuwa ni vichwa vikuu. Vile mara nyingi huwa vinakuwa ni vikubwa, yani vina size kubwa. Sasa kwa haraka tunatumia style ili kutengeneza hizo heading katika dokumenti zetu. Mfano, nikisema labda hapa kuna hii hapa heading ambayo inasema ni matumizi ya Word. Hii hapa unaiselect hivi. Utaingia kwenye hiki chumba cha style. Hapa kuna command. Ukija hapa chini ukibonyeza watakuletea zote kwa wakati mmoja. Sasa hapa unaweza ukachagua labda hii hapa heading, ambayo hii inakuwa ni heading 1. Kwa hii hapa yenyewe itakuwa ni kubwa, so umeona? Hii sasa tufanye labda pia hiki hapa cha pili labda iwe ni heading ambayo ni ndogo. Sababu tunafahamu kwamba kuna vichwa ambavyo vinakuwa ni vikuu na vile ambavyo mara nyingi huwa vinakuwa ni vichwa vidogo vile. Kwa hiyo labda tuseme hii hapa labda tu select alafu tuingie kwenye sehemu ya style. Tuseme labda hapa hii tuiite heading 2. Kwa hii hapa inakutengenezea heading ambayo inakuwa ni ndogo. Umeona? Hayo ndio matumizi yake. Lakini pia kwenye style pia hapa pia unaweza pia ukaweka strong. Strong hii maana yake unaweka mkazo labda wa kitu fulani. Mfano labda niseme labda nataka pia kwenye dokumenti yangu labda hii labda niweke mkazo labda niseme labda
kwenye ile eneo labda mfano haka sehemu, maana yake unachagua haka sehemu. Baada ya hapo kwa haraka haraka unaingia kwenye sehemu ya style hapa. Ukishafika hapa unaingia kwenye sehemu ya strong, unabonyeza ili kuweza kuweka mkazo kwenye ile eneo. Lakini pia kuna sehemu ya quote. Quote maana yake unaweka nukuu. Kuna muda pia unahitaji labda kuweza kuandaa document ambayo pia mle ndani unaweka na nukuu, maana yake una quote. Sasa kutengeneza quote kwa haraka haraka, mfano tuseme labda kuna paragraph hii hapa chini, hii hapa una select. Baada ya hapo unaingia kwenye sehemu ya style, kwenye style hapa ukiingia kwenye style kuna hii quote. Hii quote maana yake unaweka nukuu. Kwa hiyo utabonyeza hii quote. Unaweza sasa hivi hapa ukaona hii paragraph yetu ya ngapi, ya pili, tayari ipo ni katika mfumo ambao ni mfumo wa quote, mfumo wa nukuu. Unaweza pia ukafungua sehemu na kufunga sehemu ili kutengeneza quote ambayo ni kamili. Unaweza ukaja hapa kwenye sehemu ya clear. Hii clear maana yake inafuta kila kitu, maana yake kitu chako kinakuwa kama jinsi kilivyokuwa awali. Mfano, tuseme labda hichi kitu unachagua haya maneno, una select, ingia kwenye style hapa, shuka chini, ingia kwenye clear hapo. Clear maana yake inakurudishia nini? Jinsi ilivyokuwa mwanzo. Hayo ndio matumizi ya hizo komandi ambazo zipo katika sehemu ya style. Sasa kufikia paka hapa, huu ndio mwisho wa hii video yetu fupi ambayo tulikuwa tunaangalia matumizi ya chumba cha style, ambacho pia ni moja ya chumba ambacho kinapatikana katika menu yetu ya home. Kama video hii umeipenda, usahau kulike, usahau pia kushare, lakini pia usahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Nifunze Tech.